kubwa aliyoifanya. Pia tuwapongeze na wanayanga wote kwa dua na sala. Hakika ngoma ilikuwa ni ngumu, ilikuwa ngumu kweli. Baada ya kumpiga Viola, baada ya kumpiga Viola, na tuwapongeze viongozi wetu wa serikali kwa kuhakikisha wanamkamata Viola na kumleta Lupaso, twende tukamalizane. Ndio alivutwa serikali. Bila serikali wasingekuja. Wao nafikiri walikuwa na kila sababu ya kutukimbia. Kwa sababu kwanza walikuwa walishajua kwamba Dar es Salaam Africans hatuwawezi kwa sababu ya namna ambavyo wamekuwa na quality. Dar es Salaam Africans imekuwa na quality iliyokuwa bora. Sawa, wachezaji wazuri. Hebu angalia umafia aliofanya kocha wa Dar es Salaam Africans kwa kuwaweka viungo watatu pale katikati. Kwa mara ya kwanza anakuja kutumia akili yake ya kuzaliwa, anakuja kutumia elimu yake ya shule, anakuja kutumia uwezo aliokuwa anakaa na jopo lake la benchi la ufundi. Anatumia viungo watatu ambao hajawahi kuwatumia kwa pamoja. Anamtumia Duka Abuye, anamtumia Walidi Aucho, anakwenda kumtumia na Mudathiri Yahya basi. Hajawahi kutumia kwenye mechi moja. Kwa hiyo ule ni ubaya ambao alienda kuwafanyia pale kati. Kwa hiyo tuseme kwamba tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hichi ambacho kinaendelea. Viongozi wa Yanga wapewe maua yao, wapigiwe mizinga 18 kwa namna ambavyo wamefanya. Nataka nikwambie kitu kimoja. Niambie hicho kitu. Hakika wa ndugu zetu wakina Viola waliamua walinuia. Unajua ukitia nia mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kile unachotaka kukifanya wewe kifanye, lakini huenda baadaye kisije kikawa kina faida. Viola alifanya kitu kimoja. Alitia nia kwa lengo la kufanya ubaya kwenye ligi yetu ya NBC. Acha bwana. Ndio wakakaa chini vikao vingi, wakaandaa neno ubaya ubwela kwa lengo la kufanya dhuluma, kwa lengo la kutokuwatendea haki wengine. Lakini leo hii Mwenyezi Mungu anasimama na wanyonge. Wamefanyiwa ubaya wengi. Miongoni mwa waliofanyiwa ubaya ni timu ya Mashujaa. Sisi kama Watanganyika tuliumizwa sana na kitendo cha kudhulumiwa pale KMC pamoja na Kigoma. Sawa, Simba amefanya dhuluma kubwa mno. Watanzania waliumia, lakini leo hii dhuluma walioifanya, hakika Waswahili wanasema machozi na kilio cha fukara cha aliyedhulumiwa malipo yake ni mbele ya Mwenyezi Mungu. Haya unayoyaona ndo malipo. Ni malipo hayo. Malipo. Na sisi ni klabu ya kulipa. Malipo. Dhambi zimefanyika nyingi, ikiwemo na kumweka ndani msemaji wetu Ali Makombe. Sema Ali Makombe. Ali Makombe. Ali Makombe. Ali Makombe. Anaitwa Ali Makombe, Ali Ngamia. Ali Makombe, Ali Ngamia. Ali Ngamia. Yes, huyu ni miongoni mwa kiumbe ambaye anatakiwa kupigiwa mizinga 38. Ali Makombe apigiwe mizinga 38. Ali amezaliwa kwa ajili ya kuvaa medali, kwa ajili ya kuwa na furaha ya ubingwa. Full stop. Achana na wale ambao wanavaa suti alafu hawana lolote wanagundu. Lakini wanaambia kwamba kuingia pale mechi mpaka kumkaanga ni kwamba wamefosiwa tu pale kucheza. Wamekuja kucheza basi. Kuingia? Wamekwambia wamefosiwa pale kufika tu. Sisi sio shida zetu. Tulichokuwa tunakihitaji Kolo aingize timu ili tuweze kumshughulikia vizuri, na tunashukuru tumemshughulikia vizuri kama tulivyokuwa tunataka. Wewe nikwambia kitu kimoja. Mpira unachezwa ndani ya uwanja. Mpira sio yale maneno waliokuwa nasema, sio zile porojo walizokuwa wanataka kuzifanya. Wewe unaogopa mpaka lini? Utaikimbia Yanga mpaka lini? Na hii inadhihirisha wazi kwamba uwezo wao ni mdogo, na ndio maana wakakimbia. Haya, yuko wapi Elimpanzu? Yuko wapi Elimpanzu? Tuliambiwa kabisa, walituambia kwamba hatuwezi kuchukua ubingwa bila kumkaba Elimpanzu. Nashukuru kwamba tumemkaba Elimpanzu na tumechukua ubingwa. Tumemkaba Elimpanzu na tumechukua ubingwa. Si umenielewa? Ndio kitu ambacho tulichokuwa tunakitaka sisi. Viola. Hatimaye tumechukua ubingwa mbele ya Viola. Tengenezeni timu. Hawana timu ya ushindani. Wewe kwa timu ile unapambana na nani? Wanajenga kikosi msimu huu. Hakuna cha kujenga kikosi. Timu za Simba na Yanga hazihitaji kujenga kikosi. Asikudanganye mtu.
hizi timu hazihitaji kujenga kikosi. Hizi timu zinajitenga wanapokuwa wamefanya usajili. Hakuna mchezaji ambaye anasajiliwa kwa ajili ya kuja kujenga kikosi, sio kweli. Kwa hiyo lazima tuambie, mnatakiwa kutia hela, tieni hela. Swala la kujenga kikosi alipo. Hili swala la kumlalamikia Mangungu kwamba si Mangungu atakuwa amewazingua kwenye hii swala au kupoteza, lipo vipi? Ni kutoa kujielewa. Shida ya Aviola ni kitu kimoja, wameshakalili kwamba tajiri yupo na tajiri anafanya vizuri bila kujua yaliyoko ndani ni yapi. Sawa, miongoni mwa watu ambao mimi nawapongeza kwa kazi kubwa walioifanya ni pamoja na Mangungu. Mangungu ni kiongozi bora, moja kati ya viongozi bora wa klabu ya Simba ni Mangungu, kwa sababu amekuwa jasiri, ameweza kuleta timu uwanjani, si unanielewa? Na huyu ndo anaipambania Simba kweli. Wana Simba walichokuwa wanakihitaji ni kuona timu yao inacheza mpira. Sasa wewe unapokuwa unakataa timu isiingie uwanjani, wewe sio mtu wa mpira. Kwa hiyo Mangungu amepambana kuhakikisha Simba inakwenda uwanjani. Kama ongeza kushinda, Simba walikuwa wanachukua ubingwa. Kazi kubwa alikuwa amefanya nani? Sio Mangungu. Lakini utafanyaje? Timu yako uwezo wake ndio ule. Simba kukosa ubingwa tumlaumu nani sasa hapo? Kama maoni yako sasa. Upande wa kwa semea, maana wapo kimya sana. Ndio hapo atakapoona uwezo wao wa kuelewa. Baada ya kukosa ubingwa, wanatakiwa kumlaumu anayetoa hela ya kusajili. Kwani Mangungu ndo anayesajili? Bana. Sasa wewe unatakiwa umlaumu tajiri ambaye ndo anasajili wachezaji, sio umlaumu Mangungu. Mangungu kwani yeye ndo analeta wachezaji? Hamna. Kwa hiyo wana Simba wote, mimi nawashauri lawama zenu zote zipelekeni kwa tajiri, kwa sababu tajiri ndo anayesajili. Sio, umeelewa? Tajiri ndo anawaletea wachezaji. Kwa hiyo msimu huu amewapiga kama misimu mingine, amewaletea wachezaji wabovu. Kafanya wanayanga wanakunywa supu sasa hivi. Mondo kafanya wanayanga wanakunywa supu sasa hivi. Sio yeye peke yake, na wale wengine wote hao ndo wamefanya. Mnakunywa supu, mnamnyea. Tumekunywa supu. Supu ya kunywa supu nyewe. Bila Mangungu msije kula supu. Mungu afurahisha. Mangungu umetufurahisha. Leo na mashabiki wake. Leo tunakula supu ya ngame bwana. Mimi bwana namshukuru Mungu bwana. Mimi bwana nilikuwa sijawahi kula ngamia. Kama sio Engineer Hersi na JSM na wachezaji wetu, mimi nisingekula supu ya ngamia. Tangu nazaliwa mama yangu ananileta duniani hapa. Mama yangu mimi mama mbonipa mkazo kutoka Kagongo Migazini pale Mondiga. Ukishuka unachukua boda unaingia Kagongo, Kigoma. Yule ndo akafanya mimi sasa nimekula supu ya ngamia. Mimi singekula supu ya ngamia. Kanileta ili nije niwe Yanga. Alafu baada ya kuwa Yanga nifurahie matunda ya GSM. Jifunzeni kutoka kwa GSM. GSM yeye anatoa hela na watu wa kupeleka hela nao. Wewe nasikia unalalamika, tajiri katoa hela. Kampa sijui nani. Wewe tajiri unatoa hela, ukampe Mswahili. Ameshazoea kula supu ya pweza mtaani. Afikishe hela. Piga mfumo wa GSM. GSM anapeleka hela mwenyewe. Wewe nani Dickson Job kuja hapa. Uga wako hapa. Shukrani sana. Asante.